Jitambue binti na mwana wa mama Afrika. Amka, kumepambazuka. Twende nami Prince Katega wa pili. Karibu sana na hongera mpenzi mtizamaji na msikilizaji. Wewe mwana na binti wa mama Afrika ambaye umetune in kwenye hii channel yetu ya United Kingdoms of Africa. Na kupongeza kwa sababu hiki ni chombo maarufu, ni chombo kitakatifu cha Mungu, cha utume wa Mungu wa kurudisha hadhi ya Afrika. Mimi ni Mulangila, yani mwana wa ufalme au Prince Katega wa pili. Ni mwanaharakati wa ukombozi wa fikra ya Mwafrika. Yani mindset yetu imekuwa set wrong. Turudi kwenye mstari. Hii ndi kazi nafanya. Tuhakikishe sasa tunapona yale magonjwa ya utapia elimu, yale mambo ya post traumatic slave syndrome, mental terrorism, yote tukatuiondoe ili tuanze sawa sawa. Tuende na JPM vizuri, ambaye yeye ni indigo child, yeye alishapona kabisa, mindset yake iko sawa sawa, haogopi tena mzungu. Kwa hiyo tuondoe ile terror tulionayo, kwamba twende vizuri. Ndio kazi yangu ambayo ndio leo nakuletea wataalamu wa tiba ya asili ya jadi. Ushiriki uone ukweli wa mambo haya. Rais anaposema tusibeze mila yetu na asili yetu, lazima, na Mwalimu Nyerere alivyoacha ametuambia kwamba kama watu ambao au taifa ambalo halina utamaduni wao, anasema ni kundi tu la watu ambao ni watu tu kama vile hawana roho. Kwa hivyo kwenda na sisi, ndio maana nakupongeza kwamba umetune in. Asante, na naomba usubscribe na kushare kwa watu wengine. Nitaanza na Dr. Fundikira kushoto kwangu, ajieleze kwa ufupi ni nani, anafanya nini, halafu tutaendelea. Karibu. Asante Mheshimiwa Prince Katega wa pili. Kwa jina langu naitwa Mohamed Fundikira, ni mganga na ni mwenyekiti wa waganga tiba asili, tiba mbadala na ukunga jadi Tanzania. Asante Mheshimiwa. Asante. Na kulia kwangu hapa wanasema near right, tataja kwa jina fupi, jina moja wapo, lakini atajitaja kwa urefu. Yeye naye ni tabibu, anaitwa Fundi. Karibu, jitambulishe tujue unafanya nini. Asante sana Prince Katega wa pili. Mimi kwa jina naitwa Dominic Saidi Fundi. Mimi ni mtaalamu wa tiba za asili kwa nguvu za Mungu. Kwa huduma zote tunafanya utekelezaji kwa kutumia nguvu za miti. Asante Dr. Fundi. Na kulia kwa mbali yuko tabibu mwingine, naye atajieleza anatibu kwa namna gani. Mimi nitasema jina mojawapo, anaitwa Mteule. Karibu Mteule, tupe habari. Asante sana Mheshimiwa Prince Katega wa pili kwa kunipa fursa hii. Mimi kwa jina Musa Heli Kalungwa, mteule wa Mungu kupitia nguvu za asili. Nashukuru baada ya kufika katika chombo hichi na kupeleka ujumbe, baada ya mimi kujitambua mimi ni nani, naweza nikasema kwamba kadri jinsi mnavyofuatilia kipindi hiki ndivyo na nyinyi mtajijua kwamba nani ni nani. Asante sana Mheshimiwa. Asante Mteule. Sasa tunaingia kwenye mazungumzo. Mimi napenda mara nyingi sasa kumnukuu rais wetu Tanzania JPM wakati anaapisha baraza la mawaziri la hii awamu ya tano ya pili. Amesema jambo kubwa kweli ambalo nilisikia na sisimuka, kwa sababu nimekuwa nikilisema siku zote kwamba lazima historia yetu iandikwe upya. Sasa yeye amekwenda mbali zaidi, akasema, akamwagiza kabisa waziri wa elimu kwamba lazima somo la historia liandikwe upya na lifundishwe likiwa ni compulsory. Compulsory kwa maana ni kwamba ni lazima kila mwanafunzi asome historia, na akasema hasa tusome historia yetu ya Tanzania, kwa sababu watu unakuta, hata mimi nilivyokuwa nasoma hapo sekondari, napojiandaa na mtihani inabidi ukumbuke China wana mito mingapi, Yangtze, Yang, Wang Ho, Sasa yananisaidia nini mimi kujua kwamba Australia sijui kuna milima
Wakati nikikuuliza Bukoba kijijini, unawajua majina ya machifu wako? Hujui. Unajua watu waliishije kabla ya mzungu kuja? Kwa hivyo nampongeza sana JPM, tazidi kukupongeza. Sauti hii ukisikia au wasaidizi wako wajue kwamba sisi tuko sambamba na wewe. Maana unayoyasema ndio hayo tulikuwa tukipiga debe haya siku nyingi. Mimi kwa zaidi ya miaka 8 nimekuwa ndani ya mitandao, na sasa namwasante Mungu corona imekuja nikawa, kwa sababu mimi ni mwana diaspora naishi Uingereza, kwa hiyo imebidi nibane sana hapa, na mpaka niweza kukutana na watu kama hawa au watu hawa tuendeleze. Sasa anasema lazima tuandike historia upya. Kwa hiyo mimi najitolea kushiriki katika zoezi hilo, kwa sababu tumeshatembea sehemu nyingi, tunaona mambo ambayo hatufanyi. Tunasema Kiingereza wanasema miseducation. Kuna kitabu kimoja jamaa anasema the miseducation of a Negro, yani kwamba tumefunzwa isivyo. Kwa hiyo lazima sasa tujifunzue. Kiswahili kipya hicho nimekitunga, tujifunzue, to unlearn, kwa sababu tumejifunza mambo mengi ambayo hayana tija, hayatusaidii. Watu wote wakimaliza vyeti, mafanya graduation sherehe kubwa, alafu anazunguka na cheti maofisi kutafuta kazi. Ni kwa sababu education waliompa ni information tu, lakini hana fani, hakuna jambo hasa anajua mpaka aende akaajiriwe mahali. Sasa huu mfumo uliletwa na wazungu wa koloni. Wao walikuwa wanaandaa watu, yani kuja elimu ni kwamba anakuandaa uweze kwenda kufanya kazi kwenye benki yake. Waenda kufundisha tu kwamba haya makaratasi ni pesa, basi atakayetangaza thamani ya pesa lazima atangazie huko Wall Street, huko Ulaya, ya. Kwa hivyo wanatufundisha hayo. Kwa hiyo lazima tu uende kwenye benki. Lakini hawezi kukufundisha namna ya kulima tangu ukiwa mtoto, namna ya kushona nguo ili uweze kuwa designer. Hapana. Hakufundishi mambo ya kuweza kukutoa. Anataka uende ukafanye kwenye kiwanda chake, uajiriwe basi. Kwa hivyo hiyo ndio tunaisema ni miseducation. Ya. Kwa hiyo tunaishia kuwa na utapia elimu, na hilo neno lingine zuri. Ya. Tapia mlo unakuwa manake unakula, lakini unakula vyakula havikutoi. Sasa tuna utapia elimu, ndio utapia elimu. Kwa hivyo lazima tupate elimu ya kutufaa, kwa sababu watu wanasema mtu anakuambia na degree ya somo gani, anachofanya ni kwamba anakumbuka yale yote aliyoambiwa. Basi ndio fulani alisemaje, ukiyakumbuka umeshinda. Hata ukiambia nani alivumbua mlima Kilimanjaro, usipoandika mzungu fulani umefeli. Kwa hivyo hii ni utapia elimu. Kwa hivyo kwa sababu tuko na JPM anatutoa, kwa hiyo tuhakikishe tunapata elimu iliyo sawa, tuhakikishe tunaijua Tanzania iko na nini. Ndio maana tumesema sisi tunataka kutembelea wafalme wote, watemi wetu, wale ndio custodians wa asili yetu na tamaduni. Kwa hiyo dawa zile tunazotumia, ndio maana hapa leo niko na matabibu, dawa zile za asili ndio dawa za kimungu. Yani mimi ningekuwa mtu anaorodhesha dhambi, ningesema hata kula vidonge vya wazungu ni dhambi. Kwa sababu tumeishi bila dawa kwa miaka milioni 4 kwa uchache, kwa sababu Tanzania tuna uhakika hapa ndio the cradle of mankind. Watu ambako wa kwanza wameishi kwa ushahidi ni hapa Tanzania. Ngorongoro tuna ushahidi, tuna nyayo za milioni 4, tuna fuvu lile wanaita Olduvai la 1.83 million. Kini Ethiopia pia tukienda huko baada ya kutoka hapa wakasogea tunakuta mpaka pia skeleton za 2.4 million, miaka milioni 2 na laki 4 au laki 5. Kwa hivyo kama tuna uhakika Mungu jambo lake la uumbaji alivyotaka kulifanya akaanzia Tanzania. Sasa sisi hasa ambao ni wa Tanzania ndio tumeamua sasa pia tuanzie hapa kuikomboa Afrika. Na Mungu ndio maana akamleta JPM aanze sasa hii harakati ya kukomboa Afrika. Kwa hivyo hizi dawa tunajua nyinyi sasa ndio tena wewe umesema ndio mwenyekiti, na uhakika kwamba Rais Magufuli ameagiza lazima kile kitengo cha Wizara ya Afya kinachoshughulikia dawa tiba asili hizi kwamba lazima kiongezewe budget. Ya? Na amesema lazima asili yetu tusiibeze. Tena juzi kabisa hapa katika sikukuu hizi za Christmas na mwaka mpya nimemsikia kabisa akisema najua watu wanapata nafasi kwenda nyumbani mkatambike. Sasa wewe tena ni mwenyekiti wa watu wanaoshughulikia tiba hizi za asili, unasema mbadala na wakunga wa jadi. Wewe mlipokeaje na unatuambia mkakati gani ulionao? Maana nimekwenda hata kwa Profesa Mgaya hapa, mkurugenzi mkuu wa NIMR. Akasema kabisa, nikaona na mwongozo wakati sheria inatungwa mwaka 1979 bungeni ya kuanzisha kitengo cha NIMR, National Medical Research, National Institute for Medical Research, kwamba kumbe kabisa na jadi imo, lazima watafute vyanzo vyovyote vya tiba vya kuzuia magonjwa wavifanyie utafiti. Yaani hiyo kanitia moyo zaidi kwamba kweli tunakwenda vizuri. Wewe umelipokeaje hili na unatuambiaje? Una mkakati gani na hili? Kwanza nakushukuru sana Mheshimiwa Prince Katega wa pili.
Mara nyingi napenda nikuite Simba wa Afrika. Asante. Kusema kweli, mimi Mheshimiwa Rais Mheshimiwa John Pombe Magufuli ninamkubali, ninampenda na ni mpambanaji. Na niseme ukweli, huyu ni rais ambaye pekee ameamua kulivaa bomu katika mwili wake. Kwa sababu ameamua kupambana, kwa kusema ukweli, kwa kutetea kile anachokiamini kwamba kiko sahihi. Amejilipua. Hii tuseme ni kweli, lakini bahati mbaya kama wanavyosema, sisi tuna matatizo. Juu kabisa hamna tatizo, lakini matatizo yako chini. NIMR, TFDA, wapi kwa tunapokwenda kote. Mpaka wizara zake. Ni kwamba ukienda wanakukubalia, ukienda kama mgeni ambao wanajua wewe usiki na swali hili, watakwambia vizuri sana, lakini si kweli, katika nafsi zao hazimo hivyo. Sasa tutapokwenda sisi tutakutana na vipingamizi vingi kweli. Kwa mfano, mimi na ushuhuda wa kutosha kabisa, kama ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Na utibu kwa asilimia sema zote 200 sio. Na sukari na tibu. Na hata hapa nimekuja na dawa moja ya UTI. Nampa ndani ya siku 4, afu naambia nenda kapime. Na hii tutaliomba hata kama wizarani watatukubalia, basi tutoe hii dawa, watupe watu 10, 20, sitatoa kule. Alafu wapime wagonjwa wao. Wakishapima wagonjwa wao, baada ya siku 4 wakawapime tena kutaka kuna yote. Kwa sababu UTI imeonekana kama ni ugonjwa sugu, haliponi ndio. Lakini mimi nasema katika UTI tunapima kwa siku 4. Ndani ya siku 4 akaenda kapime, aone kama atakuta UTI. Unakunywa dozi siku 2, siku ya 3 utapumzika, siku 4 kapime. Lakini yote haya tunayo, na si mimi tu, watabibu tunao, watabibu wa ukweli, na zipo dawa za ukweli kabisa, tena hazina makemiko, hazina madhara ya aina yote, lakini hatukubaliki. Na wanatukataa ni hawa ambao wametengwa kutusimamia sisi. Na kwa bahati mbaya, Mheshimiwa Prince Katega kwa mmoja, sisi ni waganga wa tiba za asili, lakini wanatusimamia asilimia kubwa ni watu ambao hawajui tiba. Ni watu ambao madaktari wa kimagharibi, ambao ndio mahasimu wetu asilimia kubwa, hawaziamini dawa zetu. Alafu hao ndio wanaambao tusimamie waendeleze tiba ya asili. Hapo mimi napata tabu. Sasa useme wale wana sheria asimamiwa na mpigana ngumi ambaye hajasomea sheria, au mwandishi wa habari asimamiwa na daktari ambaye si mwandishi. Lakini sisi ajabu, waganga wa tiba za asili tunasimamiwa na watu ambao hawana taaluma na tiba za asili. Kwa hiyo mikakati tuliokuwa nayo sasa hivi ni kupambana kutafuta dawa za ukweli, na tunataka tupate tupate hata supermarket za tiba za asili. Tumeona manchi zetu kama huko nje, nimekwenda juzi tu hapa Oman, wana supermarket ya dawa za asili. Lakini na nchi zingine kuna supermarket. Kwa nini sisi hapa tunataka supermarket wakati tuna miti? Kwa hiyo mikakati tuko nayo, tuna supermarket. Sisi waganga kama waganga, na dawa zetu zitapatikana pale za magonjwa yote. Lakini tutashirikiana na serikali kama kweli hawa waliopewa mamlaka ya kusimamia sisi, achilia mbali Mheshimiwa Rais, hawa waliopewa mamlaka ya kusimamia sisi kama atakasa sawa, sisi tutaweza kuipatia uchumi wetu, nchi yetu kuipatia uchumi mkubwa kupitia tiba ya asili. Asante sana Dr. Fundikira, mwenyekiti wa waganga na wakunga wa jadi. Mimi natoa wito pia kwa viongozi wetu wa dini, yaani wakiwa clear, kwa sababu kule wataenda wawape, lakini je, watakuja? Kwa sababu ukishamwambia mimi kama hivyo umesema UTI dawa unayo, sasa wanakuja hawaji, kwa sababu wameshatishwa. Kwa hiyo tunataka viongozi wa dini, viongozi wa makanisa, makardinali, maaskofu, wachungaji, mapadri, mashemasi na makatekista. Najua mlimwombea Mheshimiwa Rais apate kura, amezipata. Sasa akatoa maagizo dawa za asili zisibezwe. Sasa nyinyi msiposhiriki hili pia mtakuwa na nyinyi mmekwenda kinyume. Lazima muwaambie jamani, sawa tulikuwa hatusemi, lakini sasa mwendo ni huo. Mheshimiwa Rais ameshasema, na mimi najua wote mnafahamu. Wakumbushe tu viongozi wa dini pamoja na Wakristo wenzangu pamoja na Waislamu, na hapo nikisema
Kuna dini ambazo sizigusi kwa sababu hawana shida. Nikisema mabora, nikisema watu wa Krishna, wale watu wa Buddha, hao wako vizuri, wanatumia hawakwepi asili zao ya? Lakini kwa sababu watu changamani sana, watu hamjui, alafu wengine wanasema hawamjui Mungu, wanadhani wa China hawamjui Mungu. Sababu tu wanamjua Mungu, lakini kwa sababu hawasali na sisi. Unajua kuna jambo moja nilichomeke tu, huwezi kumuona Mbudha anamtembelea Mzarabu, bwana naomba ujiunge na Ubudha. Hawafanyi, kwa sababu ndio huwa ninaisema siku zote kwamba tunasema dini ni deification of a culture. Yani culture, tamaduni ukikua sasa unakuta ndio unakuwa dini. Sasa sisi ni kwamba tumeondolewa kwenye culture yetu ya kuingia kwenye hizi dini. Sasa unakuta zinatuzuia hata kwenda kutumia culture yetu. Kwa kweli kuacha culture sio sawa. Kwa hivyo lazima, kuna mtu amesema tamaduni ndio DNA ya mtu. Yaani mtu akikuondolea culture yako ni kwamba kakubadilisha hata damu, yani unakuwa unaishi ya. Kwa hivyo hili nalo nasema, pamoja na mtakwenda serikalini, madamu rais ameshasema viongozi wa dini na nyinyi mtumike basi kusaidia, kwa sababu wanasema kuna vitu nataka nikitomeke tu kabla sijaja kwako, vitu tunavyozuia ambayo najua ndio mnatibu kutumia hiyo. Maana hata nikiangalia mmevaa wote vifaa hivi ambavyo wengine wanaita irizi, irizi kwa Kiingereza wanatumia neno linatamka kwa utamu, wanasema charisma ya. Lakini sasa ukienda ukasema nataka nikupe hirizi, kwanza akifika kwa mchungaji anasema vua hirizi, lete zote tusichome moto. Hata ukienda hospitali nesi akiona mbona anaikata na tupilia kule ushirikina. Sasa hapo ndio tunasema lazima tutoe hii elimu. Ndio maana nasema tunautapia elimu. Hirizi ni nini? Ndio kwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, akasema jamani, nyinyi mnahangaika na masomo haya, kasome master kwenye hirizi. Kwa sababu hivi ni vifaa, wanasema hirizi ni chombo cha Mungu cha kukufanya ufanye mambo kwa wepesi. Nimevaa hii miwani hapa ya, nayo inakuwa classified kama hirizi kwa sababu inanifanya nione kwa wepesi, badala ya kuminya macho hivi kinafanya nione mbali. Hiki ni chombo cha Mungu. Ukiangalia tu hapa kuna kioo ni wanasema utaalamu sio unachagua mchanga wa aina gani. Kwa hivyo ni Mungu ametengeneza, wanatupa lens hiyo, hamna shida. Ukienda nayo hata mchungaji anavaa ya watu. Tukiona maaskofu akija kusimikwa lazima avalishwe pete, sio tu kama hizi za harusi za ndoa. Anavalishwa pete, inaweka kito, wanajua inampa utiisho. Sawa. Kwa hiyo hirizi, kwa hiyo maaskofu na nyinyi mmevaa hirizi, kardinali na papa, lakini inaonekana sasa kwa sababu tu ya utapia elimu tunahisi hiyo sawa sawa, kwa sababu umeikuta kanisani. Sasa ukija na pete kusema hii, lakini ya sasa hiyo ni moja. La pili, tunaona kama wameshika fimbo, wanamshikisha na fimbo. Na fimbo sio fimbo tu, unakuta na imepinda hivi, imechongwa kwa nakshi. Kwa nini wanampa fimbo? Kwa hiyo anahubiri, lakini ile ni hirizi, ni kitu kinampa utiisho. Hata ukiona mafarao wote Misri walikuwa nazo, na wafalme wetu tunasema watemi, huwezi kuwa huna fimbo. Huwezi kuwa huna kofia. Askofu anapewa kofia tena imechongwa hivi. Kwa nini? Yaani kuonyesha ndio sasa sana huko, lakini nataka kujua kwamba tukimwona askofu amevaa ile tujue nayo ndio hirizi ya aina fulani, ya kina chombo cha kumpa mamlaka. Wanavaa mapadri na maaskofu na mapapa, hii kitu nyeupe hapa inaitwa Roman collar. Inawezekana hata wachungaji wajui ni kitu gani. Ya ile ni mbaramwezi. Unaonekana aina ya mwezi mchanga, mwezi mwandamo. Kwa sababu hata msikitini mwezi wao sasa wavai hapa, wanaweka kabisa juu kuna. Sasa hatujui kwa sababu sisi tumefanya research, Mungu ametupa nafasi tukatembea hayo mambo. Kama askofu anavaa hii pete, msalaba wake mrefu, unakuta una kito pia hapa, ana pete yake, ana fimbo, ana kofia lile, ana kola, ana mbaramwezi. Hayo ndio mambo muhimu ya kutufanya afanye kazi kwa wepesi, mnamtii, mnamsikiliza, kuna kuuliza na maswali. Kwa hivyo sasa na sisi tupate hii elimu, muone kwamba kumbe hii sio problem jamani. Ni vifaa vya kutendea kazi kwa wepesi. Kwa hiyo akikwambia hirizi ya simba haitengenezwi kiwandani, ya Mungu inampa simba ile nguvu. Karibu kabla hajafa anatema. Kwa hiyo unakuta mtu anaichukua Kariakoo, wale wa Masai wanaenda kuokota. Ili kwamba ina nguvu imewekwa na Mungu tu. Kwa hivyo nataka mimi nimeongeza, umesema serikali, mimi nataka makanisani na misikitini, waumini wetu, ndugu zetu, haya mambo tuyaone sasa kwa elimu mpya, haujafundishwa. Lakini wazungu wanataka mnunue dawa kwenye viwanda vyao, definitely watatafuta njia ya kuwapata, kwa sababu wakija kuwafundikira wote zinafungwa. Na maana viwanda vile huko vya Ujerumani vitafungwa, lakini bora vifungwe, watengeneze mambo mengine yenye tija, wasitulete masumu haya. Kwa hivyo ni vizuri
Nataka nije kwako hapa Mteule. Unasemaje? Kwa sababu hapa tunataka kufundisha watu, kuwafungua. Tuambie wewe unafanyaje katika tiba zako, na unawashauri vipi wananchi kusudi waweze kuja kufaidika na huduma yako? Asante sana Prince Katega wa pili kwa kunipa nafasi nyingine kama hii kwa ajili ya kutaka kuwaelezea Watanzania na Waafrika kwa ujumla kwamba na uhakika sasa nguvu zetu asilimia nyingi za Afrika zimerudi na zinatakiwa zifanye kazi kama zilivyokuwa zikifanya kazi hapo awali. Labda nikumbushe tu kitu kimoja kwamba ukweli utabaki kuwa ukweli tu, mtu ukatae ukubali, ndivyo ulivyo ukweli jinsi ulivyo. Kigoma ndio maeneo ambayo mimi nilitoka na ndio sehemu ambazo nilizoanza kurudisha mizimu yote. Kwenye video zako 2-3 nimesikia kuna baadhi ya watu walikuwa wakihojiwa wakisema kuhusu mizimu iliyobebwa Katonga. Hilo eneo limezungumziwa na watu na pale na shida zote zilizokuwepo, lakini kwa uwezo wa nguvu za Mungu na mizimu hiyo pamoja kuwa na ushirikiano nao, hii mizimu nimeirudisha mimi Katonga na inafanya kazi mpaka sasa. Pale dagaa watu watavua dagaa, watakula kama tu wataendelea kufata taratibu za mila na desturi za pale, lakini hizi nguvu zina uhusiano kati ya sisi tulio hai na wao walioacha mili, kwamba atakayepuuza inaweza ikaacha isifanye kazi, kwani ikiacha mtakuwa anakomoka nani? Lakini kadri jinsi ambavyo tutazidi kuiendelea na yenyewe itaendelea kufanya kazi. Nimerudisha Nkungwe, nimerudisha Kabogo, Kusi, Mwela, mizimu yote ya Kigoma, mwambao wa ziwa yote inafanya kazi kwa sababu huko mimi ndio nilikotoka na mimi ndio nimesababisha ile nguvu ianze kufanya kazi. Kwa hiyo ushirikiano wa falme nyingi na pamoja na watu wengi wanaoasiri zao wanaozihusudu kwamba jinsi gani nguvu zao zitaendelea kufanya kazi, tutafutane kwa ajili ya kuelekezana jinsi gani nguvu zitafanya kazi na watu waendelee kupata kama kawaida nguvu zao. Kana tabibu Dr. Mteule, unasema ni mtaalamu wa mizimu na majini, unaweza ukafanya nayo kwa sababu haya mambo yameumbwa na Mungu, si ndio? Ndio nakwambia tuna utapia elimu tu. Robin Walker anasema The Miseducation of a Negro. Kitabu kizuri sana mtu ukikitafuta. Ndio. Kwa hiyo tunataka chombo hiki tukitumie, na hasa ndio kazi yangu ni kufundisha. Ndio. Kwa sababu yeye ndio anavyofundishwa kwamba ukielimika, kielimika sasa achana nayo mambo. Ndio. Kwa hivyo lazima sisi tufundishe. Lakini pia hatutaishia hapo, tutakwenda kwa waziri wa elimu baadaye rais ametuhimiza tutakwenda. Kwa hivyo naachana nayo mambo, kumbe nguvu watunazo lakini zinaonekana hazitumiki. Nataka natumia mfano mzuri kuonekana kwamba tunaposema mizimu wala sio jambo baya. Mizimu wanaitwa ancestors kwa Kiingereza. Yaani ni wale watu walioishi ndani ya miili duniani na sasa wameacha miili. Majini ni watu ambao wanaishi duniani lakini wao wamenyimwa miili. Sababu Mungu anaweka watu wafanye shughuli mbalimbali. Miti nayo imeumbwa kufanya shughuli fulani. Maji, samaki. Sasa kwa hiyo unaposema majini watu wanashangaa. Majini ni watu. Alafu watu wanafikiri majini yote ni mabaya. Mimi nasikia majini machache tu majini ya majini mabaya. Kwa hivyo wengine hatujui. Sasa unapopewa utaalamu huo wa kuwasiliana nao, hiyo ni jambo zuri. Sasa nataka nitumie mfano kwa hasa watu wa makanisani. Nimeona tukianza sasa Catholic Church. Kanisa Katoliki linasimikwa kwa kutumia mzimu fulani. Na jina kabisa nasema hili ni kanisa la Mtakatifu Petro. Sasa Mtakatifu Petro ni mzimu kwa sababu ameshaacha mwili. Ndio. Na sanamu yake inawekwa kabisa. Kwa hiyo inasimikwa ni kanisa la Mtakatifu Petro, la Mtakatifu Paulo, Mtakatifu sijui Maximilian. Hata kwaya na kwaya la watu zangu sana hapo Makuburi wanaitwa kwaya ya Mtakatifu Kizito. Sasa Mtakatifu Kizito ni kwamba tu wanaongeza neno mtakatifu. Ni mtu aliishi Uganda huko. Kwa lugha ambayo siipendi wanasema kashakufa. Ingadi mimi nasema amestaafu dunia, ndio lugha sahihi. Lakini ndio anakuwa mzimu. Kwa hiyo Kizito ni mzimu. Kwa hiyo hii kwaya tena inaimba vizuri sana. Zaidi ya robo ya mtu wale au moja ya tatu ninawafahamu my best friends. Kwa hiyo na wao ujumbe. Kwa hiyo wasiogope mizimu kwa sababu kwaya wameisimika kwa mzimu Kizito. Ile ninachowapongeza angalau hawakutumia Petro na Paulo wa kizungu. Kizito alikuwa ni Mwafrika Mganda waliouawa kule.
Hapo tunawapongezeni sana. Ila sasa mtumie hiyo kumbe kama mzimu wa Kizito mnautumia na ndio jina la kwaya mnajidai nalo. Sasa ukisema mzimu wa Katega au Barakulira au Bitegeko, hiyo inakuwa issue. Kwa hiyo tunawafundisha tu hapo. Na kanisa Katoliki, mimi nimeanzia seminari, mnaonifuatilia. Darasa niko na miaka 11 nipelekwa seminari. Na nimekuwa nikitumikia kwenye misa. Kwenye kanisa, mbele madhabahuni lazima kuna shimo pale. Unawekwa mfupa wa mzimu. Ndio. Sio kama wanaruhusu wende mkafunue, lakini muulize padre eti ni kweli. Kabla ya kwanza ibada unapopiga paji la uso pale, ni exactly kwenye spot ile. Kwa hiyo tusiwazuie watu. Najua na nyinyi kweli mapadre nini hamkufundishwa hivyo. Lakini sasa kwa sababu Mungu huleta watu mbalimbali kwa nyakati mbalimbali ni mambo, na sasa hivi tunasema this is a new age. Ni new age baada ya miaka 2500 ya kutawaliwa na wakoloni, kwa sababu walianza miaka ya 500 huko BC au BCE. Huko Misri kwa pressure wakaja wa Griki wa Rumi wakaendelea. Kwa hivyo tunataka sasa tupate elimu sahihi. Wanatumia neno lingine nasema tuna mental terrorism. Tumekuwa terrorized. Terrorize ni terrorist wanamuitaje? Wale wagaidi. Magaidi si ndio ma terrorists. Kwa hiyo tumefanywa letewa ugaidi wa akili zetu. Kwa hivyo lazima tuwe huru ili tuweze kufanya. Kwa hiyo najua kupitia somo hili na watakaoendelea kutufuatilia kwenye YouTube channel yetu hii watakuwa wanapata masomo. Tunafundisha kwa mifano mizuri kwamba haya mambo utaona kwenye kanisa Katoliki kuna mapicha ya vioo ya rangi, kuna matakatifu kibao pale. Kwa hiyo unaonekana kwao watakatifu, sisi kwetu mizimu. Kwa hiyo wote na sisi ni watakatifu. Najua mtakatifu Katega wa kwanza mtakatifu, na Petro ni mtakatifu. Kwa hivyo tunawasaidia hivyo watu katika mafundisho kwa kutumia mifano hii ambayo Mungu ametupa ili tuweze kujua. Sasa tunakuja kwa Dr. Fundi. Wewe tunataka sasa utueleze zaidi una shughuli zako unafanyaje. Huyu ametueleza kabisa kwamba mizimu na majini, anaweza kaiita mizimu, na amesema ameshaila kulisema, lakini nitamkaribisha baadaye aseme kwamba alishaita mizimu ya Afrika, ile waliotekwa nyara wakapelekwa huko utumwani. Ina maana wameondoka, ina maana mizimu imekwenda iletwe na iweze na wakwako uweze kukushughulikia, kukusaidia na majini. Sasa wewe tuambie unajikitaje katika staili zako za tiba? Karibu. Asante sana Prince Katega wa pili. Namshukuru Mwenyezi Mungu kanijalia, kanipa fursa hii, na karama hii ni kutoka kwake yeye. Asante sana ndugu wasikilizaji na watazamaji. Lakini pia namshukuru Rais wetu John Pombe Joseph Magufuli kwa kutupa fursa hii. Ni sehemu mojawapo ya kutoa elimu kwa Mwafrika, kwa Mtanzania pia kujifunza, kujitambua kwamba sisi wa Afrika ni watu wa namna gani, tufanye nini. Mimi Dominic Saidi Fundi ni mtabibu. Nina nguvu za kufanya huduma kwa kutumia nguvu za mizimu, majini. Hizi ni mamlaka za Mwenyezi Mungu kanijalia. Lakini pia ninafanya huduma kwa kutumia nguvu za miti. Na Mwenyezi Mungu kaumba maradhi, lakini pia akaandaa na ponyo zake. Ponyo zake akatumia zile nguvu za mamlaka ya Mungu. Ziko nguvu tofauti. Katia nguvu kwa wanyama, ndege, wadudu, maji. Vyote hivi tukivitumia katika habari ya matibabu. Na kabidhi kwa Prince Katega wa pili. Asante. Na hapa ninaposema na asante wote, na namalizia kwa kuzingatia na summarize yale mambo muhimu makubwa mliyosema kwa kusema hivi. Dr. Fundikira, umesisitiza, wewe unasema mimi nalia na watendaji, kwamba rais amesema, mwongozo umesema, na Irani imesema, lakini unasema watekelezaji. Mimi na kuondoa wasiwasi, kwa sababu tunajua JPM anatengua, anaapisha na kutengua, na tumeshaona watu wameanza. Nampongeza sana Dr. Anna Mghwila, ametekeleza kwa vitendo. Amewaita
waganga wote wa jadi wa asili aliyo kwenye mkoa wake. Sasa hii ndio kutekeleza kwa vitendo. Maana rais amesema tusimchoshe ili aweze kuendelea kutawala. Kwa hivyo akisema tufanye. Kwa hivyo na wengine wote tunaomba mfanye. Na Abudi ametekeleza, kawaita waandishi wa habari na waganga wa jadi, wamecheza mpira, wamecheza mechi huko. Tena nimefurahi wakadraw bwana. Waganga nafikiri watafanya kitu wakadraw. Kwa hivyo mahusiano yameanza. Na maana waandishi wa habari mmewaona waganga, muongee nao, mwafanye interview. Na hawa niliwaleta wafanye kazi. Watu wanaleta mvua, wanazuia mvua, wanaleta radi, wanarudisha mizimu, alafu mnawaacha tu. Jamani, taarifa ya habari sio mpaka wamekufa wangapi, gari imeanguka. Hapana, haya ndio mambo, na nyinyi mtakuwa mnatekeleza agizo la rais. Je, mnafanyaje kuhusu tiba asili? Mnaenda kuwaona? Hii sio matangazo ya biashara, wafuateni huko ili au ongozani na mimi, najua wengi walipo ambao wanafanya kazi hizi kubwa. Tuone mito ambayo ina nguvu, miamba, twende tukaone hizo sehemu za mbalimbali tulizosema. Waandishi wa habari nanyi nawapongeza. Sasa fanyeni kazi, tufanye kwa pamoja, wakuu wa mikoa, mabunge wote, madiwani, ili tutekeleze na Tanzania itakwenda juu sana. Napatikana kwa nambari za simu 06 27 71 82 97. Nambari nyingine ya kwangu ya simu napatikana kwa 07 66 66 07 32. Namba zangu za simu ni Voda 54, yani 07 54 500 200. Nyingine Halotel natumia 06 22 00 59 66. 0655 42 82 66. Airtel 0787 42 82 68. Nakupongeza kwa, ndio maana naweza kukupongeza kwa kutusikiliza. Kwa hiyo karibisha watu kwenye channel yetu hii ya United Kingdoms of Africa. Tuungane, hii ni kazi ya kwetu sote, ili tunasema amka mwana na binti wa mama Afrika, turudi juu, kule juu ambako tulikuwa. Asanteni sana kwa kusikiliza, endelea kufuatilia hii channel, sambaza kwa watu wengi.